mechi ambayo itachezwa siku ya tarehe 21 ya mwezi huu wa 12, kwa maana ya siku ya Jumapili, katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni KMC kuanzia saa 10 kamili jioni. Kwa kipindi hiki ambapo vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tukasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu acha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki. Kwanza wafurahi, lakini kuendelea kuishi kwenye ile misingi ya pamoja, misingi ya Utanzania, misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao wana uadui, watu hawa ni watu ambao kila mmoja na 50 zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana, lakini bado sisi ni watu wa moja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja. Na hii haishii tu kuwa mechi. Hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa maana ya kwamba siku ya mchezo wenyewe itakuwa ni siku ya burudani siku nzima katika uwanja ule wa KMC. Kutakuwa kuna burudani za muziki na tunafanya mipango hapa tupate wasanii kwa ajili ya kuja kutuburudisha siku hiyo, yaani wana Simba pamoja na wana Yanga wafurahie kwa pamoja tunu hii ya sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Lakini yote yatafanyika, tutakwenda kumalizia ama tutakwenda kumaliza ubishi kiwanjani pale kwa kucheza mechi ya kiushindani. Tunasema mechi ya kiushindani kwa sababu kiuhalisia kwenye mpira sisi hatuna urafiki. Sisi kila mechi kwetu ni mechi. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi hii tunaiita mechi ya kiushindani kwa sababu kwanza lazima mtu apasuke, kwa maana mtu afungwe, na mshindi lazima apate zawadi, na baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa vikosi vya timu zote mbili vitaingia kambini kuanza maandalizi ya kujiandaa na mchezo huo kuelekea katika siku yetu ya tarehe 21. Na kila upande unapaswa kuitazama mechi hii kama mechi nyingine muhimu katika maisha yao. Pamoja ni kwamba ni mashabiki ndio wanashiriki mchezo huo, lakini unabeba hadhi ya taasisi husika. Na kwa sisi Simba Sports Club, au kabla sisi Simba Sports Club, jambo hili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe 21 lina baraka za mamlaka zote, kwa maana baraka ya serikali, baraka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, baraka ya vilabu vyote viwili kwa maana ya Simba na Yanga. Viongozi wake wote wamebariki jambo hili. Kwa hiyo sio jambo la kawaida hata kidogo. Ni jambo ambalo linabeba taswira ya klabu husika. Kwa hiyo kila ambacho tunakifanya kuanzia sasa. Kaka, unaangalia picha za mademu kwenye mkutano mkuu? Nimsamehe. Huyo kapiga mlio haya. Kafanyaje? Piga mlio. Msamehe vijana. Kwa hiyo wewe upo. Ukajua yuko polisi la huyu. Usikwenda. Sawa. Hakuna kitu umekisawa tujaomba. Kaenda kufanya nini polisi? Maana hata tunatangaza mechi hapa, tulikuwa na wasiwasi utakuwepo. Nani? Hii kasi yenu ya Central Chang'ombe. Watu kafika Jumapili tuko wenyewe tu pale.
Kwa hiyo ulisisitize ili pia kwamba wiki hii iwe wiki ya amani. Central unaenda tu unatoka. Sawa. Zamani. Hayati. Unaweza ukaenda asubuhi. Kumbe Mchome mshamfukuza kweli? Akaja kwenye mechi. Agi ndio yuko ndani. Ashatoka. Nani mwingine? Dr. Mo yupo hapa? Hayupo, naye yupo Central. Katoka juzi. Ameenda kufuatilia machimbo yake ya madini. Jibi hayupo hapo. Yupo hapa? Unataka kumuona? Au mshachukuliwa nje hapo? Yupo. Jua achacha ukotwa nje. Hapana. Jibi anaimarisha ulinzi. Jibi anaimarisha ulinzi. Sawa. Kwa hili muhimu sana ulisisitize. Usiogope. Anaweza kaenda asubuhi, mchana akaja kwenye mechi. Na tukawapasua pia. Kutupasua ndio mwezi. Kutupasua sawa. Atakushtukia mapema. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima tunawaomba mtusaidie kulibeba jambo hili ambalo tunaamini lina mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu, lakini ni sehemu ya kuwaburudisha Watanzania na ni sehemu ya kukuza utamaduni wa Tanzania ya kuishi kwa upendo pamoja na amani. Kwa upande wetu Simba Sports Club, rasmi baada ya mkutano huu tutaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu, na kimsingi sisi tuna hasira sana na hawa mabwana. Tunawataka kweli, tuna shauku nao kwa sababu wanaongea sana, wanangenga sana. Sasa tunataka kukata kilimilimi. Tunataka kamdomo. Tunataka tuwapelekee moto ili heshima irudi kwenye mkondo wake. Na hiyo kazi sisi tunaiweza, hiyo kazi sisi tunaimudu kwa 100%. Maandalizi yanaanza, Maguna imeingia na hiyo kazi tunaanza rasmi hivi sasa kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo, na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao na kwa aina ya timu tuliokuwa nayo tutakwenda kupata matokeo mazuri. Ambia vijana wako wamelala hapa. Shamba. Ndio mimi nikwambia hii press tungefanya Tambagala, watu wako watatudhalilisha. Asoe Serena mtu wa mikate. Serena. Godi onyesha mikate juu kwanza kidogo. Toa mikate juu, mpe mikate yake wewe. Mpe. Na wewe. Maana tusione tunamsingizia. Na huu ndio maana Mbagala atakupiga. Kwa nini? Kwa Mbagala kuna washamba wa Azam. Na wale ni chamazi kaka. Sio Mbagala hiyo. Lakini hapo Azam umeingia. Shukuru tunakutaja kaka. Tukikusahau naye anakukumbuka. Unataja katika mazingira ya kutaja kuna Azam TV. Sasa utajulikana vipi? Ndugu zanguni, Wewe unakuwa maarufu. Wakati Simba inaanza ulikuwepo jipi? Simba inaanza ulikuwepo nyote sivyo? Yaani Hivi jezi yake huyu nyekundu akae hapa, huyu apewe Ngogwe akakae kule. Wewe una jezi ya Ngogwe hapa. mmeanzisha jipi ulikuwepo? Hebu tulia bwana. Tulia bwana. Mimi ndio usalama hapa. Hebu tulia. Tunawasaidia hawataki. Mwenezi usio na wasiwasi kaka. Kazi atapata. Namna ambavyo unaipambania Azam, utapata kazi kule Vikindu kwenye kiwanda cha juisi. Na mwili wake huyu sio juisi. Unga. Unga. Au Bagamoyo kiwanda cha sukari. Wanaopambania Azamu wanataka kazi. Ila nyinyi mpambanie timu zenu. Yaani nyinyi kama mlizoea unyonge kwenye Azamu. Azamu ina miaka 9. Na tunamtambia wewe subiri zamu yako. Nakwambia. Ndio sekta kwenye ndoa.
Hatujawahi kukufunga sisi. Ananiruhusu bwana. Iko hivi. Timu ya kwanza kupigana uwanjani kwenye nchi ya Tanzania. Timu ya kwanza kurusha ngumi. Stefani Mwasika alikuwa anaitwa mchungaji. Lakini alirusha ngumi kwenye uwanja wa mpira. Helman Cheche vitu vyake. Wakati huo yeye yuko muuliza. Yeye akiwa timu gani? Alikuwa timu gani? Salamu muuliza alikuwa timu gani? Kweli wapambe. Wakati alikuwa anachekelea huku. Kwa hiyo bwana, ndugu zanguni, Kasimama tena. Ushaangalia ile movie ya Kihindi, kuna mtu anaitwa Huyo mmoja makini. sawa. Ushaangalia ile movie ya Kihindi, kuna mtu anaitwa Johnny Liver. Tunazungumzia mechi ya mashabiki au basi kwa kufanya labda tafuteni wenzenu 11 na nyinyi mcheze mechi siku hiyo. Na hao kwenye kutowaruhusu pia na viongozi. 11 weka na zaka. Kifikia 11 wewe. Tukitimia 11 mashabiki. Mara mwisho mechi ya mashabiki baina ya Azam FC dhidi ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club tulifanya TTC Lounge. Azam FC tulishinda kwa na Ulicheza na nani? Subiri yako hapo. Nimecheza na Simba Sports Club nimecheza na ligi. Wacheze na Mzalamu. Bana moja tumalize. Na timu gani? Wewe unatoka na mbuzi kweli. Ulicheza na mechi zilichezwa mbili. Azam amepewa bure. Basi wewe tulia kidogo. Tulivu bwana. Jamani tumalizie. Tunaendelea. Kweli mpambe ana nguvu kuliko mwenye mali. Ndugu zanguni, waandishi wa habari, tunaomba mtusaidie kulibeba jambo hili ili liweze kuwafikia watu wengi zaidi. Lakini timu zote mbili, kwa maana ya timu ya Simba Sports pamoja na timu ya Yanga, tufanye maandalizi ya kutosha kwa ajili ya kwenda kutoa burudani kwa mashabiki ambao watakuja. Lakini nitoe wito wangu na ombi langu kwa mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania, hususan mashabiki wa Simba na Yanga, tarehe 21 tunawaomba sana siku hiyo kuja kwa wingi katika uwanja wa KMC. Haitakuwa na maana yoyote, haitakuwa na tija yoyote. Tumeandaa jambo hili kwa ukubwa wake, alafu kukawa kuna mashabiki wachache kama vile anacheza Azam FC na Namungo. Tunataka siku hiyo uwanja wa KMC ujae, kwa sababu mashabiki wa timu kubwa wanacheza siku hiyo. Mashabiki wa Simba na Yanga tunacheza siku hiyo. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujaza uwanja wa KMC. Katika matawi yetu tuhimizane, na mimi nitachukua jukumu hilo la kuzungumza na viongozi wa matawi ya Dar es Salaam kuja uwanjani siku hiyo, kuwahimiza wanachama na mashabiki wao kuja uwanjani siku hiyo. Na jambo moja la kusisitiza ni kwamba hii sio mechi ya watu fulani. Isije umekaa hapa ukaona kwa kuwa yuko Mzaramu, kwa kuwa yuko Godi, basi na wewe Godi una baba mpaka kujiita Godi Yanga. Ndio baba yako wewe. Agi Simba. Iko jela. Mzalamu wa Simba. GB 64. Mchungaji wa Simba. Mzee wa saluti. Sijui umeelewa bana? Agi sema mchungaji. Agi Daniel. Uchebe wa Yanga. Ndio nini sasa? Sisi tuna mjumbe wa kamati tendaji anaitwa Yanga Makala. Jina kamili. Sisi sio ukisikia Godi Yanga ni jina. Hata Mwembe unaitwa Mwembe Yanga. Sasa sisi tunamkaa unaitwa Msimbazi. Yanga ulimwengu. Hata wewe kijana wako akizaliwa anaitwa Yanga. Kwenye jezi zenu kuna Meja ya Yanga. Huyu anaitwa Msimbazi. angalia hapo kwenye jezi yako. Jezi yako iko wapi?
Yanga inaanza. Yanga Sio jezi tu. Kwenye timu yao pia kuna jasusi wetu. Tumeelewa. mpo kila sehemu. Kwa hiyo Tauelezea hapa yule. Jambo la msingi tunawaomba wanachama wote na mashabiki wote wa timu za Simba na Yanga kuja kwa wingi uwanjani siku hiyo. Sio jambo la watu maalum. Sijakawa umemuona Godi Yanga yuko hapa ukasema hilo ni jambo la kina Godi Yanga peke yao. Au hilo ni jambo la kina Uchebe peke yao. Hilo ni jambo sijui la kina Kizenga peke yao. Hili ni jambo letu sote. Hili ni jambo la mashabiki wote wa Simba. Lakini kila jambo lazima liwe na sehemu yake ya kuanzia. Limeanzia hapa, linaelekea kwa mashabiki wote. Ni jambo letu sote. Na sisi tutawatembelea na kuzungumza na watu wote kwa ajili ya kuomba msaada wao wa kuja uwanjani siku hiyo. Lakini sio tu hivyo, msaada wa kimawazo, namna gani tunaweza tukapata ushindi katika mchezo huo siku hiyo. Ushindi lazima. Ushindi lazima. Ushindi sio ombi. Twendeni. Twendeni. Au kwamba nyinyi ndio mabingwa. Mzee Utupolo Simone. Au Utupolo. Kashamsafirisha. Tayari kaenda kuanza kazi. Au mmemfukuza? Mzee Utupolo kwa. Kama mchome. Usibague watu. Kama mchome tu. Kama mchome tu. Mmemfukuza Mzee Utupolo. Kama mchome tu. Kama mchome tu. Amesafiri. Kama mchome. Kama mchome. Kama mchome. Mmemfunga. Dosa wampendi. Dosa wampendi. Dosa yupo hapo. Dosa yupo hapo. Dosa yupo hapo. Huyo hapo. Amekuja kama ana dini bwana. Dosa. Njoo kwenye familia yako ndugu yangu. Njoo tu. Njoo tu ndugu yangu kwenye familia yako. Wamemkuta anakula mandi pale hawajamsalimia. Hawajamsalimia. Godi Yanga. Anaishi kama mtoto wa kambo. Njoo tu ndugu yangu. Pale Magomeni pale. Na mkataa. Awe mwache tu aje bwana. Simama hapo Dosa. Anawezekana ana kesi zake za wanani huko. Kwa jamani ndugu zangu. Kwa ndugu zanguni wana Simba pamoja na wana Yanga, hili ni jambo letu sote na tunatakiwa kulifanya kwa ukamilifu na ubora wake wa hali ya juu. Na ukamilifu wa hili jambo ni mashabiki kuja wengi siku hiyo uwanjani. Kwa sisi ambao tuko hapa ndio ambao tumebeba haya maono. Hatuna budi ya kuwahimiza na kuwaomba wenzetu waje watupe support uwanjani siku hiyo. Sio kuwatambua. Yaani wewe kuwa hapa usijione wewe ni special alafu kamnanga mwenzio. Yaani wewe kuwa hapa uwe ni sehemu ya kichocheo ya kuwavutia na wengine kuja uwanjani kuja kufurahia. Tunakwenda kufurahia tu. Hakuna kingine cha ziada. Tunakwenda kufurahia sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili, moja kubwa na nyingine hiyo. Tunakwenda kufurahia sisi kuwa sehemu ya mafanikio ya mpira wa miguu Tanzania. Siku ya mechi yenyewe. Au tusifike huko. Tutakao taratibu tuelezee kabisa. Tuelezee tu kabisa. Tuelezee kabisa. Tutakuwa na kambi kuanzia hii leo mpaka siku ya tarehe 20. Siku ya tarehe 20 timu zote mbili zitatokea kambini kwao hotelini, na tumechukua kambi katika hoteli ambazo ziko Sinza ambako ni karibu na uwanja hapo zungumzia timu yako tu. Tutazungumzia yako tu. Mimi si mratibu wa hili jambo. Mimi ni kambi president. Sinza. Sinza. Au mehama. Zungumzia timu yako kaka. Basi tulipofika hapa zungumzia timu yako. Tusizungumzie mipango ya mechi.
Hapo sahihi. Ila tukiwakuta Sinza. Hatuwezi kukaa Sinza. Habari nyingine. Hatuwezi kukaa Sinza. Ameweza kukaa Sinza. Hatuwezi kukaa Sinza. Sawa. Na mimi najua kwa nini unataka ukaa Sinza. Sasa hayahusiki na hii press. Anahusika.